Mwenyekiti, katika kusimamia programu za uwezeshaji vijana kiuchumi, Wizara imetoa mikopo ya vifaa yenye thamani ya shilingi milioni 824,463,770 kwa vijana 126 katika mkoa wa Mwanza vijana 39, Mtwara vijana 40, Mbeya vijana 22, Rukwa 10 na Arusha 15 kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ili kuwawezesha kujiajiri na kuajiri wengine. Aidha, wizara imeendelea kuboresha mifumo ili kupunguza changamoto na vikwazo vilivyokuwepo hapo awali. Kwa sasa, mikopo inatolewa kwa vikundi na pia kwa kijana mmoja mmoja, lakini pia mikopo ina kipindi cha rehema, yani grace period, kuanzia miezi 3 hadi miezi 6. Isipokuwa kwa miradi maalum ya kilimo, uvuvi na ufugaji inapewa kipindi cha rehema cha miezi 8. Na riba imepunguzwa hadi 5% kwa kipindi chote cha mkopo. Lakini pia imejikita kwenye uwezeshaji wa vifaa badala ya fedha peke yake. Na wizara imeingia makubaliano na taasisi za kifedha kwa ajili ya kutoa mikopo na mafunzo kwa vijana, ambapo wanufaika hupatiwa mafunzo kabla ya mkopo, wakati na pia wakati wa uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza ahadi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya biashara ndogo, za kati na kampuni changa, yani startups, tarehe 5 Februari 2026, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ilikabidhiwa hundi yenye thamani ya shilingi bilioni 200 na kupewa jukumu la usimamizi na uratibu. Fedha hizo zinatolewa kupitia sekta mbalimbali zikiwemo sekta ya vijana, kilimo, madini, mifugo na uvuvi, viwanda na biashara, habari, utamaduni, sanaa na michezo, elimu, sayansi na teknolojia, mawasiliano na teknolojia ya habari, maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum na Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa baada ya kukabidhiwa jukumu la uratibu kwa kushirikiana na wizara za kisekta, wizara yangu imeanzisha programu ya kitaifa ya uwezeshaji vijana kiuchumi na kuandaa mwongozo wa utekelezaji wa programu hiyo. Mwongozo huo umejikita katika kuweka viwango vya ufanisi, uwazi na uwajibikaji kwa wakopaji na wakopeshaji wa fedha hizi za umma. Mwongozo pia umeainisha taratibu za utoaji, usimamizi na urejeshaji wa mikopo na sifa za wakopaji sambamba na mifumo ya ufuatiliaji na tathmini. Utekelezaji wa programu ya kitaifa ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi umeanza, na hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya maombi 30,384 ya mikopo ya miradi ya vijana yamepokelewa na yanaendelea kufanyiwa uchambuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa programu ya kitaifa ya kuwezesha vijana kiuchumi, kiasi cha shilingi bilioni 48.6 kimetolewa kwa awamu ya kwanza katika sekta za uzalishaji na huduma ambazo ni kilimo, mifugo na uvuvi, biashara na viwanda vidogo, sanaa na ubunifu, maendeleo ya jamii pamoja na teknolojia na huduma za kidijitali. Uwekezaji katika sekta hizo umezingatia maeneo yenye fursa kubwa za ajira na uzalishaji mali ambapo vijana wengi wanajishughulisha. Awamu ya kwanza ya utekelezaji wa programu itakapokamilika, inatarajia itanufaisha vijana takriban 10,000. Aidha, katika awamu ya pili ya utekelezaji wa programu hiyo, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imepokea kiasi cha shilingi bilioni 2.5 ambapo kinatarajiwa kunufaisha vijana wapatao 888 kupitia miradi 36 katika sekta za viwanda, biashara ndogo ndogo, kilimo, uvuvi na mifugo, ambapo ajira 4,440 zinatarajiwa kuzalishwa. Wizara itaendelea kuhakikisha kuwa mikopo inayotolewa inawanufaisha makundi yote ya vijana kwa usawa bila kujali itikadi zao au maeneo yao ya kijiografia. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana pia wamekuwa wakiwezeshwa kupitia 4% ya makusanyo ya ndani ya halmashauri, ambapo kwa mwaka 2025-26 vikundi 5,199 vya vijana vilinufaika na mikopo yenye thamani takriban shilingi bilioni 52.168. Kupitia mikopo hii, vijana wameweza kupata mitaji ya kuanzisha na kuendeleza shughuli zao za kiuchumi, kukuza biashara, kuongeza ajira na kuinua hali za maisha.